Mwalimu, karibu sana kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Nashukuru sana, nashukuru Mwenyezi Mungu, tupo tena. Umekuwa ni mwanzo wa namna gani kwako wewe? Timu ilikuwa haipati matokeo, lakini leo jana umetambulishwa kama kocha mkuu wa kikosi cha Mashujaa na leo kimeweza kuibuka na ushindi wa magoli 3-1, na bahati nzuri kabla ya mechi nilikuwa unaingia kabisa dressing room. Ya kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi huo wa mabao 3-1. Ni ushindi mkubwa na mzuri, na hasa ukizingatia Mashujaa wamesafa kwa kipindi kirefu hapa kupata matokeo. Haikuwa kazi rahisi, na mimi nampongeza mwalimu niliyemkuta ambaye alikuwa na vijana, na jana nimetambulishwa, nimeongea na wachezaji, nimeongea na walimu, nimeongea na technical staff yote. Kiukweli walinielewa kitu gani cha kufanya. Kitu kikubwa ambacho mimi nimepeleka ni ushirikiano ambao najua mimi nao, lakini hamasa, mimi mtu mzuri wa hamasa, kuwajenga wachezaji psychology na kuwa motivate, na ndio kitu kikubwa ambacho nafikiri wachezaji walikuwa wanakosa. Lakini haisemekani kwamba kushinda kwa goli 3 basi labda mimi nimetoa mchango mkubwa sana zidi ya hicho ambacho nimekifanya, na nimshukuru kwamba hayo niliyasema wachezaji wamefanya kazi, lakini kazi kubwa nawapa technical staff iliondoka ambayo ilikuwa chini ya Mayanga. Haya ni matunda yao. Mimi nimekuja kutoa mchango wangu kidogo wa maneno ambayo amefanywa kazi. Sasa naanza kazi rasmi ya kuweza kutengeneza timu yenyewe pamoja na hizo hamasa kuendelea, kwa sababu mpira wa Tanzania kubwa linalohitaji hamasa, na ndio maana umeweza kuona timu kama Yanga wanapewa bonus ya 2-1 wanashinda. Umeweza kuona timu ya taifa alivyoingia Mheshimiwa Makonda kasema goli milioni 1 baadaye goli milioni 2. Zile hamasa ndio zinawasukuma wachezaji na kufanya vizuri. Lakini yote kwa yote mwalimu, haukuwa kwenye ukocha kwa maana kiutendaji wa ligi kuu, ulikuwa nje unaiangalia ligi kuu. Ushindani ukoje hivi sasa na miaka ambayo wewe ulikuwa na kikosi cha Namungo? Mimi nasema ushindani wa ligi kila siku zinavyokwenda unabadilika. Kwanza wanachipukia vijana wadogo wenye uwezo. Mtibwa ni moja ya timu nzuri sana, wana professional mmoja kama Simba yangu ilikuwa na Ramadhani Waso, lakini wachezaji wengine wote wazawa. Nilikuwa na kina Kaseja, Saidi Swedi, nilikuwa na Victor Costa, nilikuwa na Matola, nilikuwa na Pawasa, Ulimboka, nilikuwa na Steven Mapunda, Emmanuel Gabriel, nilikuwa na Machupa, nilikuwa na Boban. Hebu angalia hiyo timu. Lakini ilikufanya wonders kwa kipindi kikubwa, na ndio timu ya kwanza kuipeleka Simba kwenye group stage mimi nikiwa kocha. Kwa hiyo kusema kweli ligi imekuwa nzuri na imekuwa ngumu kwa kila timu. Ukipata matokeo kama hivi unaona kwamba kweli kuna jambo ambalo limefanyika. Lakini mimi sikuwa nje ya mpira, nilikuwa nje ya ligi kwa sababu mimi ni mwalimu wa timu ya taifa so far. Nilitolewa sisi mimi Moroko na Juma, akapewa jukumu mwalimu Gamondi ambaye naye ameenda kuendeleza yale mazuri ambayo sisi tumefanya, yale tulipokosea yeye atakuwa ameyarekebisha. Lakini niseme kwamba kuwa kwenye timu ya taifa maana nina msingi mkubwa zaidi kuliko kwa klabu. Maana huwezi kuniambia timu ya taifa ya Tanzania iko chini ya Mtibwa au Yanga au Simba, though wale ni wachezaji wakubwa, lakini timu ya taifa ni timu ya nchi. Kwa hiyo ninapokuwa mwalimu wa timu ya nchi manake nilikuwa kwenye majukumu, ila sasa majukumu yamebadilika kutoka kwenye timu ya nchi na kwenda kwenye timu klabu, ambayo nafikiri nitaitendea haki kwa sababu mimi muumini mzuri wa hizi ligi za ndani kwa sababu nazijua sana. Unazijua sana, umecheza, umekuwa mwalimu, lakini natamani kupata historia yako bwana. Niliambiwa wewe ni moja kati ya wachezaji au ni mchezaji pekee ambaye alijipeleka timu ya taifa. Hiyo na natamani tuisikie ili watazamaji wa MSN waweze kupata hicho kitu. Sasa hiyo ni kitu ambacho nakirudia kila siku, sasa kinakuwa si kitamu tena. Watu wa MSN hawajawahi kukipata. Yaani manake unapokuwa unakula wali maharage kila siku, wali maharage, afu siku kila nyama unasema kwamba mimi nilikula nyama leo, lakini kumbe chakula chako maharage kila siku. Kujitimu ya taifa nilijipeleka kwa sababu uwezo ninao, lakini kwa sichaguliwi. Kwa hiyo nilijipeleka, lakini viongozi walioniona kazi yangu wakanipa ukapteni moja kwa moja, basi ndio ikatoka hapo nikawa nachaguliwa continuously. Sawa, na kwenye umezungumzia kuhusu mapro, tumeona kikosi cha Mashujaa hakina pro, lakini kikosi cha Mtibwa ambao umecheza nao siku hii ya leo kina pro mmoja. Umezungumzia kwamba umewapongeza Mtibwa kwa kuwa na pro mmoja na performance ambao wamekuwa wakiitoa. Tafsiri yake ni kwamba wewe si muumini sana mapro kwenye ligi yetu? Mimi nafikiri sitaki kusema vibaya kwa wapenzi wa mpira wa Tanzania au sijui niseme wapenzi au ni waiteje. Lakini Watanzania wengi hasa wa vilabu vya Simba na Yanga wanapenda timu zao zifanye vizuri, which is very good. Na upande mmoja ndio unasababisha ligi yetu kwenda juu. Lakini when to become kwenye national team, huwezi kupata timu kwa sababu wewe huwezi kumuona Pacome anakaa nje alafu akacheza Sheani. Vivyo huwezi kukubali kumweka nje Kamara aende akakae goalkeeper Abel. Kwa hiyo ni maana kwamba
mpira wa nyumbani unakuwa mkubwa kwa sababu ya wachezaji professional. Cha msingi kinachotakiwa kufanya, vilabu ambao vinacheza ligi kuu ya Tanzania waweze kugroom watoto wenye age ya 13, 15 and 17. Au wakiwa groom waweze kupata masoko kuwapeleka Ulaya. Kule wakienda wakishakuwa wamewiva sana, basi kuna uwezekano unapoita timu ya taifa wakaita wachezaji hao wakaja kucheza. Lakini for the time being tunapata shida kwamba tunafurahi kwenye ligi yetu bora, lakini inapofika kwenye national team tunapata shida kwa sababu wachezaji hao wanakuwa hawapo. Leo hata wewe nikikuuliza niambie kwenye AFCON tunaenda na wachezaji gani? Leo ukiangalia yani AFCON ya 2027 lazima uende na Baka, uende na Kapombe, na wanachoka kwa sababu wanacheza sana Yanga, lakini wanakuja kuitumikia tena timu ya taifa. Lakini tukienda na mfumo wa Mtibwa na Mashujaa na pengine kuna timu nyingine sijui Dodoma Jiji nimeona kuna professional kidogo. Tukienda namna hiyo, maana yake tutakuwa na wachezaji wengi wazawa ambao wanacheza kama nilivyokuambia kwenye timu yangu ya kina Boban, ambapo ukija kuselect national team unapata wachezaji bora ambao wanaweza kukupigania nchi yako. Lakini unapokuwa na wachezaji professional ni benefit kwa kina Pakome, ni benefit kwa kina hao sijui Ahua sijui Akwa ambao wanaenda kwenye timu zao za taifa, lakini sisi tunaruhusu. Inabidi tuchukue wachezaji ambao hawapati game exposure, hawapati ile game time, mwisho wa siku tunakosa timu bora ya taifa. Mashujaa imekuamini kocha kuiongoza kwa hatua ambayo ilifika kuipeleka mbele. Tutarajie Mashujaa namna gani chini ya kocha Jamhuri Julio Kiwele? Hilo jibu hilo, maana yake mimi sio kama vile shehe haya niseme kwamba natabiri. Mimi najua uwezo wangu wa timu. Nilipewa timu ya KMC mechi 4 nilibakiza daraja, nikaambiwa ameletwa kocha mwenye weledi, mimi nikafukuzwa. Lakini nilikuwa kipindi fulani nimetoka kuipandisha Mwadui, kosti miaka 2 walikuwa wanataka kushuka, nikaenda kuwabakiza. Kwa hiyo mimi kwanza nafurahi kwamba mimi hata Mashujaa mimi sioni kama Mashujaa wako pabaya sana kusema kwamba watashuka. Sema mwenendo wa kufungwa muda mrefu ndio kidogo kumewafanyisha washeke, lakini kunita kwangu mimi nasema wamepata mtu barabara kwa sababu ligi ya ndani ninaijua, na kama niliweza kuinusuru ile KMC wakiwa wamebakiza mechi 4 ikabaki hii na mechi karibu 15 alafu isibaki, itakuwa jambo la ajabu sana sana kwenda kufika kwenye nafasi za juu ili tukiwakilisha nchi. Hilo ndio ninalotaka. Kwa sababu wachezaji hao wanakuwa hawapo. Leo hata wewe nikikuuliza niambie kwenye AFCON tunaenda na wachezaji gani? Leo ukiangalia yani AFCON ya 2027 lazima uende na Baka, uende na Kapombe, na wanachoka kwa sababu wanacheza sana Yanga, lakini wanakuja kuitumikia tena timu ya taifa. Lakini tukienda na mfumo wa Mtibwa na Mashujaa na pengine kuna timu nyingine sijui Dodoma Jiji nimeona kuna professional kidogo. Tukienda namna hiyo, maana yake tutakuwa na wachezaji wengi wazawa ambao wanacheza kama nilivyokuambia kwenye timu yangu ya kina Boban, ambapo ukija kuselect national team unapata wachezaji bora ambao wanaweza kukupigania nchi yako. Lakini unapokuwa na wachezaji professional ni benefit kwa kina Pakome, ni benefit kwa kina hao sijui Ahua sijui Akwa ambao wanaenda kwenye timu zao za taifa, lakini sisi tunaruhusu. Inabidi tuchukue wachezaji ambao hawapati game exposure, hawapati ile game time, mwisho wa siku tunakosa timu bora ya taifa.